Maandamano ya Sabasaba, majonzi bado yamegubika familia nyingi katika kaunti ya Kiambu. Familia zilizopoteza wapendwa wao katika maandamano hayo zimesalia katika hali ya sitofahamu, zikisubiri kwa hamu hatua za haki. Muthoni Brenda anatuarifu zaidi. Resting in peace, and I still believe that his spirit will never rest. Mwaka wa 2025 wakati wa maandamano, risasi ilipenyeza kwenye paa la nyumba ambayo mwanafunzi wa miaka 12 Bridget Njoki alikuwa ndani na kumpiga kichwani. Until those who did this will be brought to book. Miezi 10 baada ya tukio hilo lililotikisa nchi, familia ya Njoki inasema bado inasubiri haki itendeke. It has been hard even to dispose even her uniform. Her bag is still there, intact as the way we took it from school. And let me say, even sometimes we find that we are calling her to wake up and dress and go to school. We call her out and we realize she's nowhere to be. She's not waking up and she's not in the house. Shimo lililoachwa na risasi bado limebaki wazi, kufuatia agizo la polisi kwa familia hiyo kutojenga upya paa hilo hadi uchunguzi ukamilike. Hata hivyo, familia inasema shimo hilo limegeuka kuwa alama ya majonzi, likiwakumbusha kila mara tukio hilo la kusikitisha. Sasa tungewaomba tafadhali ndio tuweze kupona haraka, wakuje wamalizane na hiyo mambo ya kuja kutazama ama kuchukua any evidence around our house, ndio maisha yetu iendelee. Saizi tunaongea na wewe, kumekuwa na mvua na nyumba yetu inaingia maji. Kilomita chache kutoka kwa familia ya marehemu Njoki ni familia ya marehemu Dennis Mutama inayolilia haki sawa. Dennis alipigwa risasi katika eneo la Kiambu wakati wa maandamano ya Sabasaba. Yeye ndiye first born. Yeye ndiye alikuwa ananishikilia sana kulea watoto wangu, hata kuwasomesha na mambo zingine mingi. Mimi ni single mother, sinanga bwana. Kazi yangu tu ni ya kufulia watu manguo kwa barabara huko kwa manyumba. Huyo tu ndiye alikuwa ananisaidia mimi. Wengine walionusurika akiwemo Sandra Wambui aliyepigwa risasi mkononi, nao wanasema bado wanahangaika na maumivu ya kimwili na changamoto za maisha za kila siku. Na nafanya engineering ya stima. Unapata ukianza as starter, kuna kazi unapeangwa hizo za kuchase mawe ndio mweke pipes. Unapata kazi kama hizo siwezi fanya. Ukienda kuambia mtu you can't do such jobs, anasema maybe unaringa, you don't want the job. Lakini before unaona ningefanya hizo kazi, sasa siwezi. Familia hizi sasa zinalilia haki itendeke, zikisisitiza umuhimu wa waliohusika kuwajibishwa. Vilevile zinaiomba serikali kuingilia kati na kuwapa fidia ili kusaidia kupunguza makali ya hasara na mateso waliopitia. Muthoni Brenda, Runinga ya TV 47. Tunatumai haki itapatikana kwa waasiriwa hao.